Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na Bwana awe nanyi. Ndugu zangu, leo ni Dominika ya 6 ya kipindi cha Pasaka. Ni Dominika ambayo imebaki, alafu Dominika inayokuja tusherehekee kupaha Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika Dominika yetu ya leo tunakumbusha kwamba Mungu ni upendo. Na kila anayesema kwamba anampenda Mungu anashika sheria zake. Hatuwezi kusema Mungu ni upendo wakati sisi wenyewe tunaenda na kinyume. Yeye ametuonyesha ule upendo ulioko kati yake na Baba. Na kwa sababu ni mfano ambao tunapaswa kuuiga, na sisi tunajaliwa na Roho Mtakatifu tuweze kufanya yale ambayo Mungu angependa tuyafanye, kupendana sisi wenyewe na kumpenda Mungu. Kumbuka vile tunavyosoma katika katekisimu. Kwa nini Mungu alituumba? Alituumba tuweze kumjua, tuweze kumpenda na tuweze kumtumikia. Basi ndugu zangu, tuombe Mungu ili atujalie neema zake. Yale yote ambayo tunayafanya, msingi wake uweze kuwa ni upendo, na huo upendo udhihirike katika kila hatua ya maisha yetu. Somo letu la kwanza linatoka katika Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya pili, 22 hadi 29. Na ni maamuzi ambayo yalitolewa na mitume na wazee kule Yerusalemu kuhusu wale ambao walikuwa wanataka kufuata dini yao, wale ambao walikuwa wanataka kushika mafundisho ya Yesu Kristo, na wanaambiwa kwamba sio lazima watairiwe ama washike sheria za Mungu. Kumbuka katika Agano la Kale, wale wote ambao walikuwa wanajiunga na taifa teule wakiongozwa na baba yetu Ibrahimu, baba wa imani, walikuwa ni lazima watairiwe. Na walikuwa nadhania hawa Wayahudi ya kwamba watu wa mataifa ili waweze kufuata mafundisho ya Yesu Kristo ni lazima waweze kutahiriwa, na hivyo washike angano la Musa. Lakini tunaona hawa mitume na wazee baada ya kukaa chini wanasema kwamba sio lazima wafanye hivyo, lakini cha maana ni kwamba waweze kuwa na imani ndani ya Yesu Kristo, na hivyo wafanye jambo ambalo lilikuwa ni muhimu. Wao wasiweze hata kula ama kuchanganya sadaka ile ya sanamu. Kwa hivyo wasishiriki mambo ambayo yanaweza kufukuru yale ambayo ni ya muhimu. Na tunaona huyu Paulo, Barnaba pamoja na Yuda na Sila, wakati ambao walipeleka huu ujumbe, ulikuwa na uzito katika mafundisho yao. Lakini tunaona hata ukikumbuka maneno ya Cornelius, alisema kwamba ni nani awezaye kukataza maji kama wasibatizwe watu waliopokea Roho Mtakatifu kama sisi. Na hivyo hata Paulo anasema kwamba hakika Mungu ana upendeleo, wote wanakubaliwa kwake. Kwa hivyo tunaona kwamba hawa Wayahudi walikuwa wanakataza watu wengine wasiweze kuunganika na wao kwa sababu hawajatahiriwa. Na hii ndio kitu ambacho ama jambo ambalo kila mara inatusumbua. Kuna watu wengi ambao tunawakataza kanisa. Kuna watu wengi ambao tunawakataza sala. Kuna watu wengi ambao unawakataza kufanya mambo mengine ambayo unayafanya kulingana na imani yako. Ni kweli labda hawajui ama hawalifahamu, lakini kuna wale ambao wanalifahamu na wanalijua, lakini tunawadharau kwa sababu tunadhania kwamba wao ni wadhambi, wao wastahili. Ni wewe peke yako unastahili kupokea Ekaristi. Ni wewe peke yako unastahili kuwa kiongozi. Ni wewe peke yako unastahili kuwa Mkatoliki. Ni wewe peke yako unastahili kuwa baba. Ni wewe peke yako unastahili kuwa mama. Lakini tunasahau ya kwamba kuna yule Roho ambaye yuko ndani mwetu, ambaye anatuwezesha tuweze kufanya yale ambayo yanapendeza Mungu, yale ni ya kweli. Kwa ndugu zangu, mara nyingi karibisha watu wale wengine katika dini yako.
wakaribishe katika imani yetu ya Katoliki, wafundishe sheria za Mungu, wafundishe mila zetu. Usishikilie mambo ya mila kiasi kwamba hata huwezi kujua mambo ya Mungu. Kuna watu ambao wanaogopa mila sana kuliko sheria za Mungu. Kuna wale ambao wanashikilia mila sana hata kuliko desturi za kanisa, kwa sababu tunaogopa tusiweze kupotoka ama tusifanyiwe vitu vibaya, kwa sababu tumeenda kinyume na desturi na mila zetu. Lakini hebu jiulize, ni gani cha maana? Kwa nini wewe uweze kuwa umeshikiliwa na zile mila za lugha yako ama mila za pale ambapo umetoka, na ukose kushikilia ile imani na mila za kanisa Katoliki? Hiyo ndio ya muhimu zaidi. Shikilie kile ambacho ni cha kujenga. Mila zingine zinafanya hata usiendelee mbele. Usiwaze nje ya familia yako. Angalia yale mema ambayo Mungu ametujalia, na usitwike msalaba wa watu wengine mila zako. Angalia kwamba kuna cha maana ambacho kwa Mungu wanaweza kukifanya. Wengi tunapenda tu kushikilia mila zetu na kuwekelea hata watu. Mtu anakuja nyumbani kwako, unataka afanye vile unawaza, lakini mpatie uhuru. Ametoka katika mila tofauti, amekuwa anafanya mambo tofauti, na sisi pia tuweze kufunguka, tushikiliwe, tusiwe tumebanwa tu na mawazo na mila za desturi ambazo tunakaa katika familia zetu nazo. Lakini upendo wa Mungu utukumbatie, tuweze kuona kwamba kile cha muhimu ni kwamba Roho Mtakatifu anatuongoza. Mungu anatuunganisha kama familia moja, na kile chema hicho ambacho tunakifanya katika maisha yetu. Na somo letu la pili linatoka katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura 21 aya 10 hadi 14, 22 hadi 23. Na tunaona katika ufunuo huu Mungu mwenyewe, imani ya Kristo imejengwa juu ya msingi wa mitume, na kupitia kwao ndio imani yetu imeweza kupata hakika, kwa sababu wao ndio walimjua Mungu na hivyo Yesu Kristo, na hivyo hiyo imani tukakuwa nayo. Kumbuka kanuni ya imani. Mungu anajifunua kwetu kwa njia tofauti, na zaidi aliweza kujifunua kwetu kupitia kwa mwanae Yesu Kristo. Na hivyo kupitia kwa Yesu Kristo tukapata mitume ambao waliweza kutujengea imani kupitia maisha yao. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba hii hekalu ni Roho, ni mwana kondoo ambaye ni mji ambao huwezi kufichika. Na ndipo tunaambiwa kwamba ni mji ule hauhitaji jua wala mwezi kuangaza, kwa maana utukufu wa Mungu huutia nuru, na taa yake ni mwana kondoo. Ndugu zangu, tunajua kwamba kanisa letu limejengwa katika hierarkia, ambapo kuna Mtakatifu Petro na kuna wale khalifa ambao wako chini yake. Na hivyo katika msingi huu, na sisi pia tunashikilia desturi yetu ya kwamba kuna hekalu ambalo limejengwa na misingi yake ni hawa mitume, na sisi wenyewe tunaendelea kukua katika imani hiyo, na sisi ni hekalu takatifu. Na ndio tunakumbusha kwamba mioyo yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, na huyu Yesu Kristo ndio anayeangaza mioyo yetu. Na hivyo kanisa ni takatifu na msingi wake ni mitume. Mara nyingi tunasahau ya kwamba sisi ni hekalu. Tunasahau ya kwamba tumeangazwa na mwanga wa Roho Mtakatifu. Tunafanya yale ambayo tunayataka, hata tunaweza fanyia miili yetu. Na hata hivyo ile hekalu ambao ni jengo, mara nyingi tunaidharau, kwa sababu tunasema kwamba hekalu iko ndani tu ya mioyo yetu. Tunasahau kwamba ile hekalu, kanisa ambalo tuko nayo, msingi wake ni hawa mitume. Ndugu zangu, tujua kwamba hata kanisa hilo jengo linatakiwa heshima, inatakiwa kupatiwa heshima, kwa sababu kupitia kwalo tunaongea na Mungu wetu. Ni sehemu ambayo tunaenda tunasali, na hapo hivyo ndani ya mioyo yetu kuna hekalu la Roho Mtakatifu ambaye anatuwezesha tuweze kuunganika naye katika upendo wa sala, imani na matumaini. Kwa hivyo ndugu zangu, tujua kwamba tu hekalu hai na tunaongozwa na Roho Mtakatifu, na neema ambazo tumejaliwa ni kwamba na sisi pia tuweze kuwa misingi ya maadili mema.
tuweze kuwa msingi ya imani, misingi ya mapendo, misingi ya tabia bora, yale mazuri ambao tungependa yaweze kukuzwa katika ulimwengu. Sisi ni msingi, mimi na wewe ni msingi. Basi tuweze kuweka msingi bora ili watu wengine waweze kusoma kutoka kwetu. Na injili yetu ya leo inatoka Injili Yohana sura ya 14 aya 23 hadi 29. Na katika somo hili tunaona ni wosia wa Yesu kuhusu amri ya mapendo na ile ahadi ya Roho Mtakatifu. Anasema kwamba kumpenda Mungu ni kushika sheria zake, na yule ambaye anampenda Mungu basi hawezi kuenda mbali na neema zake. Na kwa sababu upendo wake anasema kwamba tusiwe na hofu, tusifadhaike mioyoni mwetu, kwa sababu hakuna yeyote ambaye anaweza kusema ako na upendo kama hajaliwa na huyu Roho Mtakatifu. Ndugu zangu, mara nyingi tunapenda kuona upendo wa Mungu jinsi anavyotupenda, lakini na sisi wenyewe tunasahau kwamba alituambia kwamba tumegehane huo upendo. Kila mara unataka kufanyiwa kitu kizuri, lakini unataka kufanyia watu wale wengine vizuri. Unataka mke wako wakupende na wewe unataka kumpenda. Unataka watoto wako wakupende lakini wewe unataka kupenda watoto. Unataka watu wengine wakutendee mambo mazuri na wewe mwenyewe huwezi kufanya hayo. Unapenda Mungu akubariki, akuneemeshe, akupatie vitu vingi, lakini hutaki kumpenda, hutaki kushika sheria zake. Wakati ambao tunashika sheria za Mungu, wakati ambao tunafanya yale mazuri, kwa sababu sheria ni mwongozo wa kufanya tutenge yaliyo mazuri. Wakati ambao unafanya mazuri, unaendana na upendo wa Yesu Kristo. Kwa hivyo ndugu zangu, tujue kwamba hakuna jambo lingine tunaweza kulifanya kando wa upendo ule ambao tumejaliwa. Na huu upendo unakamilika na tunakamilishwa ndani ya Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye anatuwezesha tuweze kumwona huyu Yesu ambaye anakufanyia mazuri, huyu Yesu ambaye ananipenda, huyu Yesu ambaye ananiponya, huyu Yesu ambaye ananiongoza, huyu Yesu ambaye ananilinda, na haya yote anakufanyia hata wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni vizuri uone upendo wa Mungu katika maisha yako, na usiwahi sita kusema kwamba ni Mungu, kama Mungu amekusahau, ni kama hakupendi, ni kama anakupatia adhabu. Hapana, Mungu wetu amejaa upendo, kwa sababu Mungu ni upendo wenyewe. Lakini lazima na sisi tushike sheria za Mungu. Huwezi kusema na kwamba wewe ni Mkatoliki imara kama ushiki sheria. Hawezi kusema kwamba wewe ni baba mwema kama hata pale katika familia zile sheria za pale kwa familia hata wewe mwenyewe usishiki. Hawezi kusema kwamba wewe ni mama mwema kama zile sheria za ndoa ushiki. Hizo sheria ndio mwongozo unaotuwezesha kutenda yale mazuri, yale ambayo ni ya kupendeza, yale ambayo ni ya kuvutia. Kwa hiyo ndugu zangu, leo tumuombe Mungu ili atujalie licha ya yale magumu ambayo tunapatana nayo, tuweze kuwa na upendo. Tumuombe ndani ya roho zetu, huyo Roho atuwezeshe kufundisha watu wale wengine kushika kile cha maana, na sio sisi wenyewe kuwa mzigo katika maisha ya watu wale wengine, kuwatwika mila zetu ambazo ni bofu. Lakini neema za Mungu zituwezeshe tuweze kuwa msingi bora, na hivyo tuweze kuitikia kama vile msaburi anavyotuambia kwamba Mungu anatuhifadhi na kutubariki. Mungu anatuongoza na kutujalia siku zote, na watu wote tuweze kumshukuru Mungu, kwani yeye ndiye anayetujalia wema na yeye anatupatia furaha yake. Na hivyo mataifa yote ya ulimwengu waweze kumshukuru Mungu na aweze kubariki siku zote mpaka miisho ya dunia nzima. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya upendo wako. Umetujalia neema katika maisha yetu. Tuwezeshe tusiweze kutwika watu wale wengine mizigo ya mila zetu, lakini utuongoze na Roho wako uweze kuwa msingi wa yale ambayo yanakupendeza, na yote tuweze kuyafanya ndani ya upendo wako. Na tuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na watakia Dominika njema.